Okay, asante Bwana Spika kwa kunipa nafasi niweze kuchangia mjadala unaoendelea kuhusu statement ambaye rais alisoma siku ya Alhamisi. Nikushukuru sana kwa sababu ya serikali ya Kenya Kwanza ya William Ruto na pia serikali ya muungano na ile kazi amefanya kwa kipindi ya miaka 3. Kwa sababu yeye naweza kusema ni shujaa, kwa sababu isipokuwa ni Mwenyezi Mungu hatungekuwa tumefika pahali tuko, kwa sababu alijaribu sana wakati tulichagua na kulitokea vita ya hapa na pale, lakini baadaye akakumbali pia watu wa opposition kama ODM yaweze kuingia kwa serikali, na hata kama watu wengine walikasirika, saa hii bahali tuko tunaendelea vizuri sana kwa sababu ni serikali ya muungano ya William Ruto na pia mawaziri na pia makamu wake Profesa Abraham Kithure. Mambo mengi kutoka kwa hii kipindi ya miaka 2 tumeona tukiendelea vizuri. Kwa hivyo ni pongezi kwa rais wa Kenya kwa kukumbali kufanya na kila mmoja na kufanya na kaunti zote 47 na pia magavana wote. Kwa sababu ingekuwa ni watu wengine hatungekuwa tumefika pahali tuko, kwa sababu angekubali watu wa opposition wakuje kwa serikali. Kwa hivyo mimi naunga mkono kwa ile kazi anaendelea kufanya. Na pia mimi nakosoa wale watu wanapinga hii serikali kwa sababu ya budget mpaka ingekuwa kubwa sana Bwana Spika, kwa sababu anafanya na kaunti zote, afanyi na wale watu walimchagua, wale wa kumchagua na walimchagua anafanya pamoja. Kwa hiyo Bwana Spika, naunga hii mjadala mkono. Bwana Spika, yale aligusia ni mambo ya agriculture, na mambo ya agriculture katika kwa hii kipindi inaendelea vizuri, na ninaongea kuhusu agriculture kwa sababu Bwana Spika ni mimi mwenyekiti mdogo wa kiti ya mambo ya agriculture. Mambo ya agriculture Bwana Spika, kwa kipindi ya miaka 3 wakati hii serikali iliingia kwa uongozi, mambo ya kahawa, manjani, makandamia, maziwa na vitu zingine ilikuwa bei ya juu. Na pia tunajua mambo ya agriculture iko kibao kwa hii serikali, kwa sababu kila mtu uli ameenda nyumbani na uli anjaenda, uli anafanya kazi na uli afanyi. Saa hii mambo yote imerudi mambo ya agriculture. Na saa hii kama kahawa ilikuwa pesa kidogo, na saa hii kilo moja inatoka shilingi 150. Mambo ya manjani ilikuwa 40, saa hii inatoka 70. Mambo ya maziwa ilikuwa 35, saa hii Bwana Spika inatoka 45, na tunataka iendelee mpaka ifike shilingi 50. Bwana Spika aliongea mambo mengi sana mazuri ya agriculture, kwa sababu Bwana Spika kitu inaitwa kama ni fertilizer ilikuwa shilingi 7,000, na akangangana Bwana Spika saa hii subsidized fertilizer inafikia mwananchi masinani ikiwa natoka 2,000 na 2,500. Na pia mahindi na vile vitu ya kupanda pia tumeona ikienda masinani. Kwa hivyo mambo ya agriculture inafanya vizuri. Yale akuhusia Bwana Spika ni mambo ya miradi kumugoka, na tunaomba pia wakati ule mwingine anjaribu kusaidia pia wale watu wanalima mradi kumugoka, ndio iwe variation kama sile vitu zingine, na pia kutafutia watu wale wanalima mradi kumugoka soko uko nje kama vile manjani, kahawa na kila kitu inafanya kuhusu agriculture. Kwa hiyo Bwana Spika, mambo ya agriculture amejaribu sana, na mambo mengine amejaribu. Bwana Spika, mambo mengine aligusia ni kuhusu afya. Kutoka mambo ya afya alisema mambo ya saa, na saa imesaidia watu wengi sana. Wale watu wote tumeona Bwana Spika, mambo ya saa tunajua vijana wetu wale wanaendesha mbonda wakigongwa na gari. Bwana Spika, wakati wa zamani walikuwa wanachangiwa pesa, wale wachangiwi pesa wanaumia miguu, wamevunjwa, lakini baadaye wanakufa tu. Lakini siku hizi vijana wetu wale wanaendesha mbonda ama accident yote, mtu akivunjika mguu ama kivua ama mgongo ama wapi, akienda hospitali kama amekuwa injectors, Bwana Spika
anahudumiwa vizuri na anarudi nyumbani vizuri, na tumeona mambo ya sasa imesaidia. Kwa sababu wale watu wengi Bwana Spika wao katika hii bunge, mara mingi tulikuwa changa, tunaenda kwa harambee, pesa yetu haikuwa inatosha, lakini siku ya leo mambo ya harambee kwa heshimiwa imepungua kidogo. Kwa hivyo mambo ya afya anajaribu kurekebisha. Bwana Spika, mambo mengine aligusia ni mambo ya parapara. Mambo ya parapara katika kaunti 47 hakuna sahihi parapara ile kidogo ambaye sinaenda masinani, nyingi zimeenda kuwekwa lami kwa sababu alisema atafanya na kaunti zote 47. Bwana Spika, mambo ya dual carriage, ingekuwa ni marais wengine wangekuwa na mambo ya kuganya kaunti na wale wengine. Na Bwana Spika, wakati aliongea mambo ya dual carriage, moja wale watafaidika na dual carriage ni watu wa Mount Kenya, aswa Embu County, Tharaka Nithi County na Meru, kwa sababu dual carriage imetoka Nairobi mpaka Makutano inaenda Nyeri, na hapo alisema ataongezea, lakini dual carriage nyingine Bwana Spika itatoka Makutano iende Embu, iende Tharaka Nithi na pia iende Meru na ipite huko mbele. Kwa hiyo mambo ya parapara kidogo simewekwa rami, na pia nagundua niko na hapa ya kwamba kama kaunti ya Embu ni sile imevaindika na ile parapara kidogo ya rami, na najua kama anafanya kaunti zote mambo ya parapara ya rami, hata kaunti zingine imebenefit. Kwa hiyo nataka kusema mambo ya parapara yangu ni kusema aendelee kufanya hiyo kazi, na vile amesema itangazwe na iwekwe kwa gazeti, ndio kama sasa hiyo parapara ya Embu kutoka Makutano kwenda Embu kwenda Tharaka Nithi na kwenda Meru iweze ya kusaidia sisi. Pia Bwana Spika, na munga mkono kwa sababu kuna daraja ambaye ya Tharaka Nithi ambaye imeua watu wengi sana, na ninajua hata kama siku wako siku aligusia, ningeomba hata kama hiyo itasaidia watu wa Meru na wa Embu na wale wengine, kwa sababu imeua watu wengi. Bwana Spika, naunga mkono kwa sababu aliongea mambo ya nyumba, na mambo ya nyumba saa hii kila kaunti nyingi iko na industrial park, na pia kama ya Embu iko na 85%. Mambo ya housing, kaunti nyingi manyumba endelea kujengwa. Wale watu mama mboga, wale watu wana pesa, wale walikuwa na shinda kuwatoa kwa silabu na kuwapatia manyumba, pia hiyo kazi amejaribu kuangana kusaidia, ndio kuonekane matajiri bereni walikuwa wanajipiga kivua. Lakini saa hii hata nyumba ya pesa kidogo, vijana wetu mama mboga na wale watu wengine hata wenyewe wajivunie kulala kwa manyumba ya mawe na manyumba ya ngoroba kama wale watu wengine. Kwa sababu watu wengine wasikia umbaya, kwa sababu najua miaka ikiendelea tukienda kumalizia kila mtu atakuwa na nyumba, na wale watu mateberi wale wako na manyumba ya kondesha ndio sasa wako na shinda, kwa sababu walikuwa wanajua watakuwa wakinyanyasha watu. Bwana Spika, mambo ya elimu pia aligusia. Bwana Spika, mambo ya elimu hakujawahi kuonekana kwa hiyo kipindi ya miaka ingine mtu ameajiri walimu kama wale wameajiriwa na serikali ya William Ruto. Wakati ameingia kwa kipindi ya miaka 3, Bwana Spika, ameajiri walimu 70,000, kitu ya maajabu. Na pia saa hii ametangaza ataajiri walimu wengine 20,000. Na pia mambo ya TVET, kila county iko na TVET, walimu wengi sana wa TVET wameajiriwa. Kwa hiyo mambo ya elimu amejaribu kuinua, hata kama kuna changamoto kidogo ama kuna shinda ya pesa ya kupeleka kwa shule, watoto wetu wako na shinda, iende ikawa ni hapo arainishe vizuri. Bwana Spika, aongee na Treasury, ndio Treasury iwe ikituma pesa ya kusaidia wanafunzi mapema kuliko kusherehesha. Bwana Spika, mambo mengine aligusia ni mambo ya pia ya dams. Mambo ya dams kaunti nyingi imebenefit, kama najua Kitui kuna damu inajengwa, na pia katika Embu County kuna damu, tuko na damu 3. Lakini Bwana Spika, mambo ya maji kuna damu ya those ambayo itafaidisha watu wa Runyenjes na watu wa Mbeere South, bali kuna by election tuweze kuona kilimo yetu itaendelea vizuri, kwa sababu kilimo ya huko inaendelea vizuri, lakini unakuta
mambo kama hakuna maji kilimo yaendelee vizuri. Kwa hiyo Bwana Spika, mimi naunga mkono. Kwa hiyo ningemuomba ile damu iweze kujengwa haraka uwezekanavyo, ndio ile kilimo yetu ya mirasi tukumuguka ukute inaendelea vizuri. Kwa hiyo Bwana Spika, mimi nasema serikali hii ya William Ruto inaendelea kufanya kazi vizuri, na serikali ya broad based yangu ni kusema Bwana Spika, kuna watu wapinga hii maneno, na watu nataka niwaambie hata Rome haikujengwa na siku moja. Ni tumpe nafasi. Kwa hii kipindi imebakia ya miaka 2 tuweze kuona atafanya kazi namna gani, na pia tuombe Mungu hiyo miaka 2 ikiisha pia tuwape nafasi na makamu wake Profesa Abraham Kithure, tuone kama tutaongezea miaka ingine 5 ndio tuweze kuona mambo ya maendeleo inaenda namna gani. Pia Bwana Spika aligusia mambo ya kazi. Hata kama aliajiri walimu, kuna mambo anaendelea kutengeneza mambo ya kazi Manjuu. Ingawa iko na changamoto, kuna shinda hapa na pale, mambo ya kazi kule Manjuu imeleta shinda kidogo, lakini tunaomba serikali iweze kulainisha vizuri, kwa sababu vijana wetu wale wana kazi hapa, watu wengi wampata kazi kule. Mambo tu ni waziri walipa aweze kuangalia na ambassador vile mambo italainisha, ndio vijana wetu na wasichana wetu wasiwe wakumia mambo ya kazi Manjuu. Kwa hiyo Bwana Spika, mimi nikiwa senator wa Embu County naunga mkono hii serikali ya muungano, na pia ile kazi inafanya serikali ya William Ruto na makamu wake Profesa Abraham Kithure, na pia na mawaziri na mambo ya accountability. Shinda tu ni kuomba tu wale watu wamesembea kazini watimuliwe, ndio vijana wetu waweze kupata kazi. Kwa hiyo Bwana Spika, nikiwa senator wa Embu County Alexander Munyi Mudigi daktari, mimi naunga mkono mambo ya hii mjadala. Asante sana Bwana Spika. Asante Daktari Mudigi. Sasa tunaenda kwa Senator Consolata Nabwire. Thank you, Honorable Speaker.